Mimi ni Margaret Nekesa. Mimi ni founder wa Smile Community Center Children's Home. Iko hapa Soweto, Kayole, Embakasi East. Niko hapa kwa sababu ya hii kesi ya mtoto wa huyu mama ambaye alipotea 2022 ikiisha. Tumeishi na yeye mpaka leo. Na mama amekuwa akimtafuta amemtafuta hadi ameenda Shakahola, amekuwa alali. Na sisi pia tumekuwa tukitafuta vile tutapata watu wake. Na pia alienda Kware siku zenye walisema mili. So mama amekuwa akitafuta mtoto wake kuanzia 2022, ameenda Shakahola, alikuja huku Kware siku saa mili kupatikana kwa mifuko magunia na hakupata. Huko Mombasa, huko Shakahola alichukuliwa damu, wakamwambia angoje watafute DNA ifo watamuita. Akarudi Nakuru, anatoka Nakuru. Mwenyewe atasema, lakini through a friend alikuwa ametutembelea na mi ushare kama mtu ameingia hapa kwetu na ameona mtoto anajua hapa ndani. Hakuna mtoto tumepata sisi tumeokota hivi, tumeokota kwa njia tukachiletea. So kila mtoto mwenye ako hapa ndani ako na kesi yake. Atuelezee pia sisi tupende, tutake kujua watu wake na ikiwezekana reunite na watu wake. So hivyo ndio sisi hufanya. So out of kuongea na huyo mgeni mwenye alikuwa amenitembelea, akaniambia kwao ni Nakuru. Nikamwambia kulingana vile tumekuwa tukihoji mtoto all that long, alikuwa anatuambia kwao ni Nakuru, pali hivi alisomea shule fulani, alifanya hadi class 8. Tumejaribu hadi kumpeleka shule, tumepeleka hadi vacationals, tukingojea tu, na sasa Mungu alitenda. Aliniambia wacha nipikie mama yangu simu. Na hivyo ndiye alipikia mama yake simu na wakaorganize na yeye akaenda kwa kijiji ya huyu mahali huyu mama ya huyu mtoto ako. Akatafuta the whole day, but by morning alikuwa amepata. This is 2 weeks ago. Na akapata. Vile alipata tulifurahi, tulisherekea, sisi pia tulifurahi sana. Na ninajua mama pia alifurahi. So hivyo ndio tumeanza kuungana na mama akakuja. Huyu mtoto mama yake ataelezea condition ya mtoto. Alizaliwa vizuri kama watoto wengine, lakini hashiki vitu haraka kama sisi. Ni shida inaweza kuwa na mtoto, lakini mama anajua. Na so hiyo ndio ilifanya tumuelewe. Kabla hata sisi aanze kuongea, halimaliza mwaka mzima ndio aanze kuongea one by one. Na tulimngojea tu, sisi hatukuwa pia na haraka. Na kupotea kwa huyu mtoto, alikuja na mtu kutoka huko kwao. Akuja amsaidie kushika mtoto, kumsaidia hapa pale ili ampeleke hizi kosi fupi vacationals. Lakini hakuweza kufikia kosi, instead alipotea. Akapotea. Kupotea sasa alipatikana kwa mikono ya Soweto Police Station. Na askari wakamrescue na wakamlete hapa kama safe house. So hivyo ndio sisi tulipata huyu mtoto. Okay. Kuna watu wamepoteza watu wao. Si lazima ikuwe labda watoto sana mimi na deal na watoto. Si lazima ikuwe huyu mtoto amepotea na amekufa. Si wote wamekufa. Huenda ikawa ako mahali kwa safe house. Hisi kwanza hisi noni na government hivi. Ni vizuri mtu unachukua OB, unajaribu kufuatilia, unajaribu kupeana mapicha na nini. Sababu hata sisi hapa ndani kuna watoto tumeweka kwa lost found cases. Huwa tuna share. Na watu wao wanapatikana na watoto wanarudi makwao. So siwezi peana high ama low hopes, like kama mtoto amepotea utampata ama hautampata. Lakini ni vizuri watu watie bidii, wasirelax. Huenda ikawa mtoto ako tu mahali kama hapa. Unaona? Na mzazi alichoka. Sababu ni pesa kutafuta mtoto. Hata sisi kufanya tracing ni pesa. Ona sababu nilikuwa nimechipanga, nataka sasa kwenda hiyo Nakuru kwa shule yenye mtoto alisomea. Nianzie hapo. Nione labda nitapata
Juu ameniambia jina ya ukweli, niliamini tu ni jina ya ukweli. Nianzie hapo tuone, juu alifanya hapo mpaka class 8. Tuone kama tutapata contact person wa huyu mtoto. Lakini kusema ati nilimaliza mwaka fulani, hapana. Tulimpata akiwa na 17 years. Na saa hii tuko 2026. That was end of 2022. Si unaona mama alitafuta na akawacha tu sasa. Ni kulia tu. Lakini Mungu amefungua njia, iko hivyo. Okay, hapa challenge sisi hukuwa nayo, unajua mtoto tunasemanga ama huwa wanasema mtoto ako always right. Kuna watoto wanapotea sababu alikosa, labda alitumwa duka akapoteza pesa, ama akanunua kitu alinunua na akanyang'anywa, akaona asirudi nyumbani, akapotea na akopa kuchapwa. Kuna watoto labda mtu akajaribu kumudanganya aende na yeye mahali, mtoto akaponyoka, na ndani ya kuponyoka akajipata mahali kwa police station. Na kuna vile watoto wengine wanateseka tu, wanateswa. Anafika mahali hawezi withstand mateso, anatoroka, anaenda. Sasa mtoto akikuja hapa kwetu ama kwa ile safe house ingine, children's home ingine, kitu ya kwanza ni wewe unamlete karibu, unampenda vile yako, unamuelewa. Wengine hata ni wabuli kabisa, wengine hata aongei na kitu yenye kulingana kitu yenye amepitia. Unaona? Mtoto amepitia kitu fulani, anashindwa ataanzaje. Sasa ni wewe ujue vile utahandle huyu mtoto, sababu kileta character kama kupika kelele, na labda hiyo kelele ndio imemtoa mahali imemtoa. Kuna possibility pia hata hapo kwa home atatoroka aende kwingine ama apaki kwa street. So ni kuobserve yeye, na ikiwezekana akifika hata kama ni nini, peleka hospitali aangaliwe. Ni expensive lakini inafaa aangaliwe. Hata sasa hizi ugonjwa ndogo sasa, unaweza kaa na mtoto na kumbe kwenye ametoka amepikwa, kumbe kwenye ametoka labda ni mgonjwa, na we unabaki na yeye hapa, hutajua ama ako na condition fulani. Unaona, hutajua. Na wengine kwa sababu ya trauma ya maisha, kitu yenye amepitia tu ndani ya kupotea, huwezi jua katikati hapo kwao na katikati ya kufika police station na kwako ni nini mtoto ameweza kuwa amepitia. Anaweza kuwa amekuwa tortured na mtu na akamtishia akamwambia ukisema nitakuua. So ananyamaza na kitu fulani. So ni wewe utajua vile utahandle huyu mtoto kabisa, si kelele ama nini, mpaka vile atafunguka. Yes, tuko na care reform. Na hii care reform imekuanga tu ni vile tu kujua inaitwa care reform. Care reform ni ambapo government iko na hiyo program ya watoto kulelewa kwa community, kwa wazazi wao ama relative wao, kwa community kabisa. Watoto wenye wamereisiwa kwa community ama kwa mikono ya wazazi. Si kama hawa wenye wako hapa ndani. Si unaona hapa ndani ni sort of kuwafungia, kwa mfano juu hatutaki pia tena serikali imewaokoa imewaleta kwetu. Sisi tuachilie tena wapotee. Itakuwa ngumu wao kuwa trace. Lakini hii care reform tumekuwa tukifanya. Tunafuatilianga tukipata wazazi wa mtoto ama relative wa mtoto mwenye ako willing to take back mtoto. Kuna sessions tunawaongelesha nini tunataka kujua kwa nini huyu mtoto amepotea. Alafu sasa tukifuatilia tujue counseling pia inaendelea katikati ya mtoto na katikati ya kama si mdogo sana na katikati ya mtu relative mwenye anataka kuchukua huyu mtoto ama mzazi. Ama wazazi wakakosana. Wakishakosana, ukweli vile mnasema nini sikipikana nyasi ndio huumia. Watoto ndio huumia wazazi wakipart ways. Na hizo differences simechanga watoto wengi wanateseka kwa mateso si yao. Wanateseka sana. Ni picha ya mtoto. Hizi picha watu upika, soya kupika mtoto picha. In case of anything, hiyo picha utaitumia kutafuta mtoto wako. Na utaandika jina ya mtoto, miaka, vile alikuwa amefaa the last time akitoka. Spread social media saa hii siko ni rahisi sana. Hiyo picha ikifika kwetu sisi, tuseme watu wa home, kama niko na huyo mtoto, itakuwa ni furaha kwangu. Sababu kuna watoto wengine hata hatujui kabisa. Hatujui, na sisemi wengine. Huyu mwenye ako hapa ni mmoja wao, na wengine wenye wako hapa ndani wenye hatujui kwao kabisa, hatujui watu wao.
tafadhali mtoto wako akipotea usirelax kutafuta, usigive up kabisa. Alafu zoea kupika picha, unakuanga nayo picha ya kutoa ifo unaweka. Hizi picha ni mzuri. Out of kuweka kwa social media hivi, ukishia na mtu na watu itafika kama ako kwa home fulani, imagine utampata. Mi kwa majina naitwa Rosa Tieno Ruko. Nimetoka upande ya Nakuru. Huyu mtoto wangu anaitwa Jane Akinyi. Alipotea 2022 December date 30. Ndio alikuwa na kijana rafiki yangu, alikuja na yeye huku town na huko Nairobi. Akisema akuja na yeye atamuangalilia kazi kidogo ya kushona ama saloon. Sasa nilimpea mtoto akuje naye huko. Sasa mtoto vile ilipotea, mimi akiniambia mtoto amepotea ilikuwa date 30, ilikuwa December 2022. Akaniambia ametoka kazini na ameingia kwa nyumba na amepata mtoto hayuko. Sasa ananiuliza kama mtoto amekuja Nakuru. Nikamwambia sijaona mtoto Nakuru. Akaniambia ametoka job na bibi yake na hajaona mtoto, hajaona Jenny. Mimi nikamwambia Jenny hajakuja Nakuru. Sasa akaniambia alienda kuriport penye waliishi hapa Umoja 1. Sasa alireport kwa police station ya Umoja. Sasa akakuwa akitafuta. Sasa mimi naye nilikuwa nikitafuta na nikiomba, nikasema Mungu, kama ni mtoto yangu, nimejua siku moja utanirudishia kama ni mzima. Huyo naye ananiambia anatafuta mtoto. Mimi naye niko na watoto ya vijana ya dada yangu hapa Nairobi. Pia alikuwa amepiga mapicha akaweka kwa mapost na namba ya simu. Sasa aliweka atusikii report yoyote. Maneno ya Kware ikafika. Watoto watu wanapatikana kwa gunia hapa kwa Kware Nairobi. Hapo nilikuja nikatolewa damu inapimwa. Tukawacha namba yetu ya simu, hakuna ripoti. Kwa Jakahola pia imetoka huko pande ya Mombasa. Pia nikaenda. Nikatolewa damu, tukamwambiwa tungoje. Tukangoja hatukupata. Sasa mimi mwenye nilipea mtoto yangu ananiambianga tu ati hajapata mtoto. Na mimi naye sijui huku Nairobi penye hata naweza enda nitafute mtoto yangu. Sasa mimi kitu yenye nilikuwa nafanya, nilikuwa naombanga tu Mungu, usiku silali. Nilikuwa nalianga usiku paka asubuhi na amka ninakaa vile nimekaa hivi. Nikilia nikasema Mungu, kama ni mtoto yangu, nimejua siku moja utanipea. Sasa siku moja si kukua. Majirani ndio alikuwa ameketi hapo nje. Tuko karibu na Kivu. Kiingia Kivu kwa hizo manyumba za municipality. Sasa ukiingia kidogo nyumba yangu iko hapo. Sasa huyu mwenye madada yangu alituma kutoka huku Nairobi huku kukuja huku kutafuta kwa kina Jenny, alipata mama wakiketi hapo nje na akaonyeshana picha. Sasa vile alionyeshana picha alimwambia huyu mtoto tumejua alipotea huko Nairobi na mama yake tumejua. Alikuja na huyo mama kwa nyumba kunipata na aliwacha picha na namba ya simu. Sasa mimi vile nilikuja, majirani walijaa kwa nyumba, ilikuwa furaha, hata sijui saa hii niko na furaha, hata sijui niseme nini, sijui. Tukaomba, tukachukua namba ya simu ya huyo mama, tukampigia. Kumpigia akasema wacha niwapee namba ya mwenye iko huko Nairobi kwa ofisi. Tukachukua hiyo namba tukapiga. Tukaongea, waliniongelesha watu wengi na nilikuwa na furaha kabisa. Nilikuwa na furaha, hata saa hii niko na furaha, hata sijui niseme nini. Juu watoto hiwa wanapotea na hiwa inapatikana kama amekufa. Na mimi naona Mungu amenipenda. Mtoto yangu alipotea mwaka 4 yote na nimepata kama ni mzima. Tena nimepata kama ameanguka kwa mkono ya mtu mzima. Nimeshukuru, niko na furaha, hata sijui niseme nini. Mimi kitu tu yenye naweza sema Mungu tu. Kenye naweza ongea ni Mungu tu. Naombea hapa penye mtoto yangu alipatikana. Akamaliza hiyo mwaka 4 yote na nimepata kama ni mzima. Mtoto yangu wakati yenye alipatikana hakukuwa anaongea na alikuwa mgonjwa. Penye mtoto yangu aliingia hapa, mtoto yangu alipelekwa hospitali na akatibiwa na akapona. Hata ndio huyu mtoto yuko na health kabisa, ni kama mwenye aliishi na mama yake.
na hapa children's home amenilelea mtoto mpaka nikashindwa, sijui hata niseme nini. Mtoto yangu ni mzima na walitibu na pesa mingi, na wajaniomba mpaka sasa hiyo wajaniomba hata ndururu niwalipe. Ukitoka hapa ni vile nilikuja jana nikapata huyu mkubwa hapa akanikaribisha vizuri, nikapata mtoto alinijua vile, aliniona nikitoka kwa mlango alinirukia, amenijua. Sasa nilikuwa hapa kuanzia jana mpaka leo, na wananipea mtoto yangu, ninarudi nayo Nakuru. Wazazi wenye wamepoteza watoto wao, ninaweza kuwaelezea usi lose hope. Mimi kwanza nili lose hope. Hata alikuwa nikiomba nasema gai, kata kama imekufa ningepata hata mafupa niende nizike, nijue nimezika mtoto yangu. Sasa mtu yote yenye mtoto yake anaweza lose hope. Unaweza kama umeishi, mimi nimeishi Nakuru, sijui mtu hapa Nairobi. Kama unaweza jua mtu, unaweza kuwasiliana na yeye, anaweza kukutafutia kama hapa children's home, kama unaweza pata. Na kama serikali anaweza hizi, kama hii children's home hizi yenye iko hizi, serikali kama naweza aweze kuwafungulia hata mahali, ama wanaweza kuwanunulia hata shamba mahali na wajenge hii children's home, ikuwe juu saa zingine rent hii inasumbua watu, na unaona wanasaidia watoto. Sasa kama serikali anaweza awanunulie shamba na wajenge mahali yenye watoto wanaweza kuwa. Juu watoto hapa iko hata watoto wenye wengine wazazi wao wayuko, walikufa, wajui wazazi yao. Sasa kama wanaweza ashikilia hao children's home mkono, awajenge mahali yenye watoto wanaweza kuwa. Kwa jina naita Susana Nyango Ochola, mahali ya kutoka Siaya County. Bila kusikia mtoto yetu ilipotea, tulikuwa nasituka sana. Tumakaa na maombi, kwa maana sisi watu ya kuokoka. Nilikuambia ndugu yangu, bila kisa tembea. Sasa tuwachie Mungu. Mungu halali na Mungu nasikia. Sasa bila mkisa tembea, pesa yote, vitu yote we iko naye kusauza. Hakuna kitu. Sasa mambo ya kubaki wachia Mungu. Sasa sina wachia Mungu. Tuseme kwenda kanisa, omba tu Mungu. Hiyo Mungu ndio sisi naomba. Kumambia yeye hajamaliza mwaka 2. Sasa hii maneno napatikana. Bila yeye alisikia maneno, saa hiyo napigia mimi simu. Mimi nasema kweli, ni kweli, ni kweli, ni kweli, ni kweli. Mimi akasema siwezi kukaa, lazima nikuje tuende mahali mtoto amepatikana. Lakini mimi nashukuru Mungu kabisa. Lakini mama hii, mimi nashukuru Mungu kabisa, asidi kusaidia yeye. Mungu asidi kusaidia yeye kabisa. Asike mkono yake. Hii kazi yake si kupewa na wanadamu, imepewa yeye na Mungu. Alise watoto dogo nyinyi naona hii. Hii si kazi rahisi. Hii kazi natakuwa mtu najua Mungu. Hii kazi natakuwa mtu ile iko na Mungu. Inatakiwa roho. Hii kazi si rahisi. Mimi nashukuru hiyo maneno kabisa. Mungu abariki yeye kabisa pamoja na nyumba yake. Mungu ainue yeye juu. Hiyo ndio maneno mimi nasema. Nimepiga asante kabisa.